Bila shaka Radio Maisha ni radio zaidi ya radio, inaitwa Kawia Ufike, na tayari mgeni wetu yupo ndani ya studio, na bila shaka anajulikana kama Doreen Morani, mwanaharakati na mtetezi wa masuala ya ukimwi. Okay, kwanza kabisa Doreen, karibu sana. Asante sana. And asante pia kwa kuweza kuitikia wito wetu. Kwanza kabisa tueleze Doreen ni nani? Doreen ni mwanaharakati wa virusi vya ukimwi na pia ni mdada ambaye anaishi maisha yake, anapenda maisha. Yeah, like basically. Doreen, you're so beautiful. Thank you. Na unapendeza siku ya leo. Na kwanza kwa sababu tunazungumzia masuala ya utetezi wa masuala ya ukimwi. Kwanza labda niweze kuuliza, kwa nini ukaamua kuwa mwanaharakati na mtetezi wa masuala ya ukimwi? Kiukweli sikuamua. Nilianza tu kama kushare story yangu kwenye mitandao ya kijamii. Alafu ikaendelea tu kwamba nina share story, watu wengi wakapata kwa wana relate nayo. Alafu baada ya karibu miaka 3-4 hivi ndio nikaingia sasa kwenye wanaharakati. Ndio. Na sasa kutoka hapo ikawa ni kama siongelelei sasa story yangu imekuwa zaidi ya vile ambavyo nilikuwa nimeanza mwanzoni. Na sasa nipo kwenye forums nyingi. Sasa ninaelewa mambo ambayo yanahusiana na vitu kama policies, mahali ambapo hela za HIV response zinatokea, vitu kama hivyo. Sasa ilianza kama kushare tu story yangu. Okay. Yeah. Kwanza kabisa I must acknowledge kwamba tunakutambua na tunakukubali kwa kazi nzuri ambayo unafanya, kwa sababu it's not everyone who akona huo ujasiri wa kutoka na kuzungumza kuhusiana na story yake. Na kwa manufaa ya msikilizaji ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, Doreen, labda uweze kutueleza tu story yako kwa kifupi. Ilikuwaje, ili ukajipata labda kueleza story yako ni kwamba ilikuwaje? So mimi nimezaliwa na virusi vya ukimwi. Nimezaliwa kwenye tunaita discordant couple, sijui kwa Kiswahili nini. Mama bado anaishi na virusi vya ukimwi. Baba hakuwa na virusi vya ukimwi. Sasa nilipozaliwa wazazi wangu hawakujua kwamba nimezaliwa na virusi vya ukimwi. Maana wakati ule back in 1992 wa mama ambao ni wajawazito hawakuwa wanapimwa. Ndio. Na hakukuwa na hiyo initiative kwamba watoto wanazaliwa na virusi vya ukimwi. Sasa wale watoto ambao walizaliwa na virusi vya ukimwi sasa ni sisi ambao tumeshakuwa watu wazima. Ndio. So ni baada ya miaka 8 ya kukua mgonjwa hapa na pale, hawajui ni nini ambacho kinaendelea, ndipo nilipopimwa. Maana nilikuwa na kitu ambacho kinaitwa magonjwa tegemezi. Ndio. Na mmoja wao ilikuwa kama ile red flag ambao madaktari wakiona wanasema tutaweza tukampima virusi vya ukimwi tujue kwamba labda hiyo ndio shida. Ndio. So waliponipima ikapatikana kwamba nina virusi vya ukimwi. Wazazi wangu pia wakapimwa, ndugu zangu wakapimwa, nikaambiwa wakaambiwa sasa itabidi, kwa sababu wakati wa kuko na madawa ya ARVs. Ndio. Sasa wakaambiwa mtampeleka tu nyumbani, tungoje kama madawa yatakuja, but kwa sasa hivi hatuna njia. Sasa mimi na ndugu yangu ambaye alikuwa ananifuata ila aliaga, tulikuwa sisi watu wawili tulizaliwa na virusi vya ukimwi, lakini ndugu zangu wengine hawana virusi vya ukimwi. Ndio. Kwa hivyo ikawa tuko sasa katika hiyo hali ambayo sasa wajua wakati hakuna solutions, watu wanakuwa desperate, wanaanza kutafuta solutions zingine hapa na pale. Sasa sikuambiwa kwamba ninaishi na virusi vya ukimwi. Ndio. Mimi nimekuja kwamba nikiwa miaka 13 wakati naanza dawa. Na hapo ndipo waliponiambia kwamba Doreen ulizaliwa na HIV na sasa utaishi navyo for the rest of your life, na pia utakuwa unakunywa madawa for the rest of your life. Okay. Yeah. Doreen, sasa hivi unazungumza na maelfu ya watu kuhusiana na virusi vya ukimwi. Lakini turudi kwa huyu Doreen wa miaka 13 ambaye aliweza kuambiwa kwamba you know what, unaishi na virusi vya ukimwi na lazima uanze kuishi ama uanze kumeza dawa na ujue kwamba kuna kuishi. Labda
sasa hivi ungekutana na huyo Doreen wa miaka 13 na wakati upo sasa hivi, unaweza kumwambia nini? Kwa sababu labda huyo Doreen alipitia mambo, labda aliweza kuambiwa vitu fulani, lakini sasa hivi kuna Doreen ambaye anazungumza paruanja bila kuogopa chochote. So, kidogo tu nipeane context. Doreen wa miaka 13 hakuelewa what it means kuishi na virusi vya ukimwi kwa maisha yake yote. Okay. Wakati huo mimi nilikuwa excited kwamba kuna wakati kila mwezi siendi shule, kuna wakati sasa tukienda hospitali na mamangu atani spoil chipsi, soda nini. Kwa hivyo wakati huo mimi nilikuwa sijaelewa. Nimekuja kuelewa wakati nimefika miaka 19. Ndipo nimeelewa sasa what it means kuishi na virusi vya ukimwi, what it means kukunywa madawa for the rest of your life. Na huo ndio wakati ambao pia niliacha kukunywa madawa. 19 years. Yes. Labda kwa nini uliacha kunywa dawa? Niliacha kunywa dawa maana nilichoka, kitu cha kwanza. Nilikuwa nimeshakunywa madawa miaka 5. Ndio. Ikawa ni kama yani I needed an end to it. Lakini sasa unajua hakuna end. And then sasa nikaanza kuelewa kwamba watu, jamii ina perspectives fulani ya kuhusiana na watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Ndio. Sasa pia nikaanza kujiona kutoka kwa hiyo perspective. Nilipoanza kujiona kutoka kwa hiyo perspective ndivyo nikaanza sasa ni ule unyanyapaa wa kibinafsi ukaingia. Ndio. Ambao tunaita self stigma kwa kizungu. Yeah. Asa uliponiingia pia wakati huo kulikuwa na story ya babu wa Loliondo. Ndio. Asa nikamconvince mamangu, nikamwambia tuende kule Tanzania. Alikuwa anasema kwamba anaponya kila kitu. Kwa hivyo yeye anakupatia miti shamba pale, unakunywa, unapona. Ndio. Asa kwa sababu mimi sikukuwa nataka kukuishi na virusi vya ukimwi wakati huo, nikajiambia no. Tufanye nini? Tuende pale Loliondo, tukakunywa kile kikombe, tukarudi Nairobi, nikaacha dawa kwa miaka 2. Maana nilikuwa najua nimepona. Asa labda Doreen ambaye ninaweza muongelesha sasa hivi ni wa miaka 19. So Doreen, after kwenda kwa babu wa Loliondo, uliamini kwamba kabisa nimepona mimi na sinywi tena dawa. So baada ya miaka 2 ya kutokunywa dawa kulitokea kitu gani? Asa baada ya miaka 2 ya kutokunywa dawa, level ya virusi kwa mwili wangu ulipanda. Na wakati level inapanda, unapata yale magonjwa ya tegemezi, opportunistic infections. Unapopata zile sasa ndipo shida inaingililia pale. Maana sasa unaanza kukua mgonjwa, na hapo ndipo nilianza sasa kuwa mgonjwa, nikarudishwa hospitali. Kurudishwa hospitali sasa madaktari wanaangalia vizuri, wanasema kiukweli haujakuwa ukikunywa dawa. Shida iko wapi? Mimi nikamwambia hapana, nimekuwa nikikunywa dawa. Wananiambia hujakuwa ukikunywa dawa, maana hii sio level ya virus ya mtu ambaye anakunywa dawa unless dawa zimeacha kufanya kazi. Asa ndipo nikamwambia hapana, mimi nilichoka. Asa sikuambia kwamba nilienda kwa babu Loliondo, na kwamba niliamini kwamba nimepona. Asa ndipo nikarudia madawa pale, lakini kwa wakati huo nikirudia madawa nilikuwa nadhani miaka 23. Sikuwa na sikurudia madawa kwa sababu ninataka kurudia madawa, kwa sababu nilikuwa nimechoka. Na pia nilikuwa nasikia uchungu mwilini. So nikasema acha tu nirudi, nikunywe for now afu nitaacha tena. Lakini sijawacha tena. Na pia nilikuwa nasikia uchungu mwilini. So nikasema acha tu nirudi, nikunywe for now afu nitaacha tena. Lakini sijawacha tena mpaka sasa hivi. Labda Doreen, kwa story yako unasema kwamba mara ya kwanza ulikuwa umeambiwa kwamba uishi na virusi vya ukimwi kwa siri, kwa sababu ulikuwa umeambiwa kwamba usimwambie mtu yeyote. Lakini ilifika vipi ukaamua kwamba you know what, it's the high time I start talking about these things? Wakati niliambiwa, ni wakati mara ya kwanza ambapo niliambiwa nina virusi vya ukimwi. Nikaambiwa kwamba siwahi kumwambia mtu kwamba naishi na virusi vya ukimwi, maana wakati ule unyanyapaa ulikuwa upo juu zaidi ya sasa hivi. Sasa kwa wakati huo mimi nikaishi nao kwa siri. Maana hata nilienda boarding school nikiwa kwamba nawadanganya wenzangu pale shuleni. Nawaambia mimi hizi dawa ambazo nakunywa ni za ugonjwa wa moyo. So wananiambia pole. Na kule wengi hawajui kwamba ni dawa za nini. Sasa walikuwa tu wanaona hizo dawa, nasema jamani hizo dawa ni kubwa. Naambia nina ugonjwa tu wa moyo sana, sikianga vibaya. Sasa lazima nizikunywe kutoka muda kwa muda. But sasa Doreen, wakati huu wote ambao una struggle na kudanganya watu kuishi nao kwa siri, can you tell us the experience? Ilikuwaje kwako? Ulikuwa umezoea kuishi nayo ama pia kuna muda ulikuwa unakaa unajiambia kwamba okay, this is too much for me?
kiukweli wakati huo I can't say kwamba yani sio kuzoea vile, ni kwamba unyanyapaa wa kwanza ambao niliface ni kutoka kwa family. Maana wazazi wangu waliambia kila mtu kwenye familia. Okay. So katika ile hali ya kutafuta support ndio. So wakati waliwaambia nikawa nimeanza kutengwa pale nyumbani. Okay. So sorry, unapata nimepewa like naenda mahali labda kwa nyumba ya relative, ananipa kikombe changu, unaona amekidisinfect wakati amemaliza kukunywa, nakupa sahani yako nikiona. Sasa mimi naona mimi kwa akili yangu, maana sikuwa najua wakati huo. Nilikuwa najua labda hawanipendi. Kwa hivyo sasa kama hawanipendi na maanisha kwamba hata nikaambia wazazi wangu itabidi nimeacha kwenda kutembelea hawa watu. Ndio. Sasa ikafikia mahali sasa ndio maana kuishi na usiri haikuwa kitu ambacho niliona kikiwa kigumu. Maana sikuwa nataka kukuwa treated vile ambavyo nilikuwa nakuwa treated pale nyumbani. Okay. Yeah. So umefika mahali sasa umeamua kuiweka wazi. Ulianza vipi? Ilikuwaje? Ujasiri ulitoa wapi? Na ni vipi ilifikia mpaka ukasema kwamba wacha nizungumze, wacha nisaidie labda watu wengine ambao pia waliweza kuzaliwa na huu ugonjwa na hawana ujasiri wa kuweza kuzungumza? Sasa mara ya kwanza nilikuwa nafanya internship Teacher Service Commission. Sasa nikifanya internship pale tulikuwa tunaenda kwa field, tunawapima watu, tunaongelesha. Sasa aliyekuwa mdosi wangu wakati huo, maana alikuwa anajua nina virusi vya ukimwi, akaniambia labda kwa sababu watu wana hesitate vijana wana hesitate kuja kupimwa, wana hesitate kujua hali zao, labda wanze na kuambia kwamba mimi ninaishi na virusi vya ukimwi miaka yote. Lakini sasa kwa yeye akiniongelesha ilikuwa inakaa ni kama nimeshajikubali. Kwa akili yake alikuwa anaona nishajikubali, maana ninaendelea kuishi maisha kama kawaida. Hasa akaniambia unaweza tu katoka kaambia watu. Nikamwambia nitapanga hiyo, sio idea mbaya. Lakini mimi najua kwamba I don't want to do that. Sasa siku moja tu nikiwa ofisini nikaamua nikaona story fulani kwenye gazeti. Kwa hivyo nikaandikia aliyekuwa editor. Nilipokuwa naandika hiyo story, sikuiandika kama ninataka kujitokeza. Mimi niliona huyu mtu anijui. Kwa hivyo labda nikieleza mtu mwingine atanielewa. Then nikifika nyumbani napata amenijibu kwenye email, ameniambia I like your story, we want to do an interview. Nikasema jamani, sasa wewe unaona story yangu sio yangu ina involve pia watu wa familia yangu. Sasa ikabidi nimempigia mama simu, nimemuuliza unaonaje. Sasa hapo ndipo nilipoanzia. And then the reason why sasa ilifika mtandaoni ni kwa sababu walishare kwenye mtandao. So wao wako najua mimi kwamba mtandaoni siishi na virusi vya ukimwi. Sasa pale watu wakaanza kunitagwa na niambia watu nakuharibia jina, kwa nini wanasema hivi? Sasa nikafikia mali nikapaniki, delete account yangu. Lakini baadaye nikakuja nikajiambia labda hawa watu hatujaongelelea virusi vya ukimwi kwa like hatujaweka ile lived experience kwenye macho ya watu. Na labda ni wakati tuanze kuambia watu whether walizaliwa na virusi vya ukimwi, whether wamevipata ukubwani, kwamba there is a life beyond virusi vya ukimwi. Sasa hapo ndipo ilianzia tu hapo. Okay. Despite watu kufunzwa na kuelimishwa sana kuhusiana na virusi vya ukimwi, Doreen, bado watu wanaishi na unyanyapaa na mambo ya stigma. Labda niweze kuuliza, unahisi ni kwa nini, and what are you doing kuhakikisha kwamba maybe unyanyapaa ingawaje umepungua lakini bado upo? What are you doing kuhakikisha kwamba you know what, watu wamestop mambo ya unyanyapaa na ni kwamba kuzaliwa na virusi vya ukimwi sio mwisho wa maisha? Kitu ambacho najaribu sana kukifanya ni kuelimisha watu. Yaani sio elimu kwamba ile ya mimi kuishi na virusi vya ukimwi, rather elimu ambayo sayansi ambayo inafanyika kwa sasa hivi, research ambayo inafanyika sasa hivi, kuelezea watu kwamba bado watu wanakunywa madawa, bado ukimwi haujaisha ulimwenguni, jinsi ya kujiprevent kutoka kupatana na virusi vya ukimwi. Maana information itatusaidia kureduce unyanyapaa. Maana unyanyapaa mwingi uko based on lack of information. Watu wengi ambao unapata wanakuongelesha ni kwamba hawana habari ni nini kinafanyika. Labda wenyewe hata wanaishi na watu ambao wana virusi vya ukimwi nyumbani kwao, lakini hawajui. Maana hawana hiyo, yani hawana ile first hand information. Sasa ninajaribu sana
kupitia mitandao yangu, kupitia mitandao ya kijamii na pia forum mbalimbali ambazo nina attend, kuensure kwamba sisi wote tupo kwenye the same page in terms of kupata ile elimu. Ndio. Na wajua kitu kama unyanyapaa ni kitu ambacho hakitaisha na siku moja. Ndio. Kwa hivyo lazima ushinde, tumerudia ile habari every other time kwa kukumbusha watu kwamba bado ukimwi upo. Ndio. Lakini sasa hivi unaweza ukaishi nao. Sasa hivi kuna madawa. Sasa sio 30 years ago wakati ambapo tulikuwa tuna struggle kupata madawa na vitu kama hivyo. Sasa hivi kuna madawa. Okay. Yeah. Doreen, kama ungepewa dakika 5 mbele ya waziri wa afya na decision makers wote ambao wanashughulika na HIV, ungewaambia waache kufanya kitu gani na waanze kufanya kitu gani? Ningewaambia wa prioritize maisha ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Ningewaambia watoke kwenye mentality ya donor funding. Maana tunajua watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni very specific number, na kama tunawajua, kwa nini tusiwaweke kwenye program ambao sisi kama nchi tunajitegemea? Ndio. Tunawasimamia. Tunajua kwamba hakuna wakati ambao wataenda hospitali wakose madawa. Hakuna wakati ambao wataenda hospitali wakose kupimwa viral load yao. Ndio. Hakuna wakati ambao watakuwa na wasiwasi kwamba nitakosa prevention methods pale hospitali kwa sababu serikali imeachia HIV response yote kwa mikono ya dona. Ni wakati tujue kwamba virusi vya ukimwi ama rather HIV ni kitu ambacho ni sisi ambacho tujitegemee. Ndio. Kwa hivyo wabadilishe mentality ya funding ambayo tunaita sasa sustainability, ile ya kuensure kwamba tunajua watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi ni hawa. Ndio. Tunajua jinsi ya kuwa prevent. Hasa tunawapatiaje madawa, tunawapatiaje prevention. Okay. Na pia kuendeleza masomo ya virusi vya ukimwi. Ndio. Maana kwa sisi kureduce unyanyapaa, kwa sisi kuensure kwamba watu wanapima, watu wanachukua zile prevention kina PrEP na PEP, lazima, na kwa sisi kuensure kwamba watu wanaanza madawa, lazima wafunzwe. Okay. Yeah. Doreen, umeishi na virusi vya ukimwi kwa zaidi ya miongo 3 sasa hivi. Na unajua umesema kwamba wazazi wako walikuwa mmoja nao, mwingine alikuwa hana. Na walikuwa wanajua. Yeah. Okay. Hawako wanajua muda ule. Lakini sasa hivi umeshawahi kaa ukajiuliza labda before ukajiuliza, je, naweza pata mtu ambaye labda atanipenda nikiwa na virusi vya ukimwi? Na ilikuwaje kwako? Kwa maisha yangu ya ukubwa tangia nianze kuingia kwenye mambo ya mahusiano, mimi sijakuwa na mtu ambaye hana virusi vya ukimwi. Ambaye ana virusi vya ukimwi. Kwa hivyo sijadate mtu ambaye yuko positive. Watu wote ambao nimedate hawana virusi vya ukimwi. Na walikuwa wanajua kwamba like already naishi publicly. Exactly. So ni watu ambao wanajua. Lakini pia ni watu ambao kuna wakati kama for example na making na I ensure kwamba ninaweka mazingira kwamba lazima niulize maswali. Ama lazima atake kujua vipi unaweza kadate na mtu ambaye yupo na virusi vya ukimwi. Ndio. Na wewe ukaendelea kutokuwa na virusi vya ukimwi. Maana wanavyosema kwa kizungu HIV is preventable. Kwa hivyo si lazima eti kwamba mimi ambaye naishi na virusi vya ukimwi nikapata kuambukiza mtu ambaye hana virusi vya ukimwi. Yeah. Okay. Na kwa mtu yeyote ambaye labda amegundua leo ana virusi vya ukimwi na anaogopa kwamba je, kuna mtu atanipenda na labda atashindwa kuzungumza ama kumwambia mwenzake wakati ambapo wanaingia kwenye mahusiano, unaweza mwambia vipi? Na labda is it important kwa yeye kudisclose ile hali yake kwa mwenzake kabla hawajaingia kwenye mahusiano? It's very important kudisclose. Wacha nianze na hicho. Utapata mpenzi. In fact utapata wapenzi. Ndio. Issue sio wapenzi. Issue ni kwamba njia ya wewe kudisclose ndio ambao hapo ndio mahali ambapo shida inaingilia. Usiingie kwenye mahusiano afu kaeka hali yako ya afya siri. Itakuja kukukost at some point. Maana huyo mtu ana haki ya kukuacha. Kwa hivyo kabla uanzane na mambo ya kudate full time na mtu ama exclusively. Ndio. Muulize hata kama ni kumuuliza tu ile ambayo unamuuliza, unaweza kadate na mtu ambaye anaishi na virusi vya ukimwi? Ukigundua mtu ambaye uko na ukaribu naye ana virusi vya ukimwi, unaweza ukareact vipi? Zile situations zinakusaidia kujitoa kwa mtu ambaye hawezi akakukubali. Na pia zinakusaidia wewe usije uka experience unyanyapaa kutoka kwa mtu mwingine. So najua ni kitu kigumu, lakini wakati mwingine lazima wewe kwanza ujikubali. Yani jikubali kwamba hii ndio hali, and then sasa unaweza
ukaanza kudate as you want. Lakini utakuwa ni ile confidence kwamba mtu kama hakutaki na unaishi na virusi vya ukimwi ni sawa, hiyo ni chaguo lake. Ndio. Umewahi sema kwamba I'm not my diagnosis. Labda ni lini katika maisha yako ulihisi kwamba it's okay right now, hali yangu haimaanishi kwamba ndio identity yangu kama Doreen? Nadhani ni kama labda baada ya miaka miwili baada ya mimi kujitokeza public, ndipo ambapo nilirealize kwamba maisha yangu hayajaacha kusonga. Na pia nina one life. Kwa hivyo I have to do this life thing, na nijikubali na nijipende na niendelee na maisha yangu, maana HIV haijanizuia kwa maisha yangu kuendelea mbele. Ni kwamba wakati mtu ambaye anapata kwamba like watu wengi wakipata kwamba wana HIV for the very first time, wanaona kwamba maisha yao yameishia hapo. Na sasa hiyo ndio hali niliyokuwa, maana wakati like ilinitake muda kujikubali. Sasa wakati nilipojikubali, yani kwangu sioni kama ni kitu ambacho kinanizuia kwa njia yoyote. Doreen, social media imekuwa weapon yako dhidi ya stigma na mambo mengine kuhusiana na labda virusi vya ukimwi. Maybe hii social media, the same social media, imeshawahi kufanya mpaka ukajihisi kwamba enough, nimechoka, I'm tired of being the HIV girl? Kiukweli hapana. Nadhani the first 5 years nikianza kuishi publicly ilikuwa inanisumbua, maana watu, unajua watu wana opinion zao kuhusiana na virusi vya ukimwi. So walikuwa na comment sana kuhusiana na familia yangu, kuhusiana na mimi, kuhusiana na yani unyanyapaa ulikuwepo. Hata sasa hivi haupo, lakini sasa hivi nime learn boundaries. Ninajua kwamba huyu ukiongea kitu kama hichi mimi ninakublock. Maana kuna watu ambao nina take time kuwafunza ama kuwa correct. Na kuna watu ambao ninaona huyu hata nikianza sio kitu ambacho nitakimaliza sasa hivi. So wacha tu ni mblock afu tuendelee na maisha yetu. Kwa hivyo sijafika mahali ambapo nikasema mimi nimechoka, mimi sitaki sitaki iwe identity yangu ama vitu kama hivyo. Nilifika tu mahali nikasema nitakuwa na hiyo balance kati ya real life yangu na social media life yangu. Kwa hivyo kwenye social media ndio naitumia kufanya education, sensitization, vitu kama hivyo, lakini mtu yote ambaye anajaribu ku cross boundary nina block ama nina delete comment yake. Maana unajua kuna watu ambao wanakuwa diagnosed ni ndio mara yao ya kwanza kujua wana virusi vya ukimwi. Alafu wanakuja kwenye page yangu afu wanaona maybe comments za unyanyapaa. Unaona wataanza kufikiria kwamba everybody in society anafikiria. Kwa hivyo lazima ni ensure kwamba comment section yangu haina, yani I will rather nifunge comment section yangu kuliko kuacha watu waendelee kupigana kule. Doreen, Afrika sasa hivi watu wengi sana wanaishi na virusi vya ukimwi. Tatizo kubwa kwa leo, is it lack of information? Is it lack of access? Ama ni stigma? Nadhani ni stigma. Ni stigma na personal opinions. Kwa hivyo mtu anaona kwamba nikianza kuishi na virusi vya ukimwi sasa hivi labda nitakufa, labda maisha yangu yatasimama. Yani inakuwa ni ile stigma ndio kitu cha kwanza. Na stigma ndio inayozuia sasa ile information. Stigma ndio inayozuia watu kwenda hospitali hata kujijua hali zao. Stigma ndio inao like it's a very ni kitu ambacho kipo very layered. Kwa hivyo sio black and white. Lakini kwa sasa hivi maambukizi yetu kiukweli kama tungeweka a lot of investment kwenye sekta zetu za afya yangeenda chini zaidi. Doreen, umefanya kazi kubwa sana ya kuhakikisha kwamba watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi labda wanajihisi kwamba pia wao ni binadamu, wanahisi kwamba wanaweza pia wakaishi maisha mazuri kama watu wengine. Lakini kwa miaka hii yote ambayo umefanya, ni vita gani ambavyo unahisi kwamba bado hujashinda ama bado hujaweza kuwafikia ile goal ambayo ulikuwa nayo? Kitu ambacho sijakifikia kabisa ni kila mtu kukuwa na information. Yani kila mtu kuelewa vitu kama kuna concept ambayo inaitwa U equals U, ambayo ni undetectable equals untransmittable. Kwamba watu ambao wanameza dawa zao vizuri, level ya virusi ikishuka chini hawawezi wakamwambukiza mtu mwenzake kwa njia ya kufanya mapenzi. Lakini sasa
ni informations ambayo watu ambao tunao ni sisi ambao tunaishi na virusi vya ukimwi. Ndio. Maana sisi tunafunzwa tukienda hospitali. Tunapewa hiyo information. Mimi nimeattend forum nyingi, conferences nyingi. Kwa hivyo naelewa hiyo aspect ya research. Lakini kwa mwananchi wa kawaida wengi hawajaelimishwa kuhusiana na U=U. Wengi pia hawajaelimishwa na zile prevention methods ambazo tunazo. Kwa hivyo sasa hapo ndio mahali wa every time nikiongea hata mtandaoni naona kwamba bado hiyo information haijafika. Lakini at least watu wako na ile curiosity ya kusoma. So hicho ndio kitu kinanipatia hope kwamba tutafika mahali ambapo tunaenda. Ndio. Doreen, umezungumzia kwamba ulifika muda ukahisi kwamba umechoka na madawa, treatment fatigue, na kuna mtu ambaye labda sasa hivi ako kwa hiyo situation anahisi kwamba you know what, enough is enough, nimechoka kumeza madawa. Hebu zungumza na mtu kama huyo siku ya leo. Kukunywa madawa kila siku kwa maisha yako itakuchosha. Hiyo ni reality. Lakini maisha yako yako na more importance. Ndio. Ya wewe kuendelea kuishi. Maisha yako hayaja stop kwa njia yoyote kwa sababu una virusi vya ukimwi. Ndio. Kwa hivyo kama una struggle ile kukunywa madawa, unaweza kuweka alarm ikawa inakukumbusha. Ndio. Unaweza kumwambia rafiki kama uko willing, na rafiki una mtu wa familia ambaye unamtrust, unaweza kumwambia wewe anakukumbusha. Lakini pia unaweza involve kwa vitu ambavyo unafanya kila siku. For example, huwa tunaosha meno kila siku, tunaoga kila siku, tunakula kila siku. Unaweza incorporate kwamba mimi nikikunywa breakfast nitakunywa na dawa yangu hapo kando. Usifikirie kwamba next week pia nitakunywa dawa. Mwezi ujao pia nitakunywa dawa. Ukianza kufikiria hivyo utachoka. Ichukulie kama activity ya leo. Daily routine. Ukishakunywa tu dawa leo, kesho siku nyingine. Okay, Doreen, wacha tupate yajayo. Labda tukirudi kama muda utaruhusu tutafungulia line 2-3. Labda msikilizaji pia aweze kupiga simu kama ana swali lolote, kisha tuweze kumalizia interview yetu. Nahisi kwamba kuna mambo mengi sana ambayo hatujaweza kubusia. Maybe muda ukiruhusu tunaweza tukapatana tena msikilizaji. Nafungulia line zangu za simu, simu 2 tu, maswali 2 tu peke yake tafadhali. 0719012700. Chokora wa Makueni. Kiate kindwa kwa Nesa. Kama kawaida Chokora wa Makueni. Yes. Doreen, mambo poa sana. So my question ni kwa mfano sheria inasemaje mtu ambaye ako na virusi vya ukimwi but sasa amedeclare ati sitakufa peke yangu, lazima nikufe na watu kama 100 ama watu 200 nitakuwa kuambukiza. Mtu kama sheria ikimpata itamfanyia nini? Tuko mbele pamoja. Asante sana. Anauliza kwamba mtu yeyote ambaye anahisi kwamba kwa sababu mimi niliambukizwa maybe bila kujua, na mimi lazima nikuwe na target ya watu wangu kama 50 na anawaambukiza bila maybe kuwaeleza situation yake, sheria inasemaje? Sasa hapo kuna kwanga na kitu inaitwa gray area. Maana tuko na ile HIV tribunal. Mtu akikuambukiza bila wewe kujua, unaweza kumpeleka kwenye HIV tribunal as long as uko na ile proof kwamba huyu mimi kabla ya sisi kuingia kwenye swala la kufanya mapenzi pamoja. Nilikuwa HIV negative. Na unaweza ukaenda kwenye HIV tribunal na wanaweza wakakusort. Lakini usually issue inaingia kwamba kuna ile burden of proof. Okay, Doreen, sasa hivi ungepata nafasi ya kuzungumza na virusi vya ukimwi tukimalizia, ungeviambia nini? Ningeviambia kwanza vina nguvu. Pili ni virus ambayo ni ndogo sana. Kwa hivyo hai define maisha ambayo mimi nataka kuyaishi. Na tatu haiwezi kaniondolea kule kupenda kwangu maisha ambayo ninayapenda. Okay, shukran sana. Na nahisi kwamba bado kuna mambo mengi sana. Nadhani hii jam imetufosea sana. Lakini isiwe kesi. Natumai kwamba tutaungana tena siku nyingine tuweze kuzungumza mengi zaidi. Asante sana kwa kuja. Na nikutakie kila